Hujambo na karibu tena kwenye episode nyingine ya Digit with Imani. Mtaani ama huko digitali sasa hivi tunasema another day, another episode, na ndo leo another episode. Na hapa kama ilivyo ada ni masuala mazima ya usawa wa kijinsia, hasa kwenye majukwaa ya kidigitali, ujumuishi mtandaoni, lakini na fursa zilizopo kwenye majukwaa haya ya kidigitali. Na leo tunazungumzia msingi kabisa wa masuala mazima ya usawa wa kijinsia, sio tu kwenye upande wa digitali, hata nje ya upande wa digitali kwa maana ya analogia. Mimi ni Imani Henrik, na kuzungumza hili naungana na Subiraga Mwamwezi. Yeye ni mwanamke kutokea kanisa la Moravian, lakini niko na Jovinus Justinian. Yeye atawakilisha kundi kubwa kabisa la vijana. Karibuni sana Digit with Imani. Asante sana. Mnajisikiaje kuwa hapa? Binafsi najisikia vizuri. Na wewe? Najisikia vizuri sana. Ukisikia usawa wa kijinsia, nini kinakujia kichwani? Subira. Asante. Nikisikia usawa wa kijinsia, kinachonijia kichwani, kinanijia ni namna gani jamii nzima inaelewa juu ya usawa wa kijinsia. Tunaishi katika jamii ambayo tunakumbana na mengi. Wapo wanaoelewa juu ya usawa wa kijinsia, lakini wapo wasioelewa juu ya usawa wa kijinsia. Ninaamini kwa kupitia kutana kwetu leo, ili jamii iweze kutusikiliza, wengi watakao tusikia wataelewa nini maana ya usawa wa kijinsia. Juventus, vipi kwako? Mimi kwangu kwa ufupi kabisa ni watu wote kupata mahitaji yao sawa katika jamii. Kabisa. Hiyo umenipa short and clear. Baadhi ya watu wakisikia swala la usawa wa kijinsia, kinachowajia akilini ni kwamba hii ni ajenda ya watu, ya wazungu, hii ni ajenda ya mambo ya West huko na vitu kama hivyo. Kwenu nyinyi mmeshasikia watu wakisema hivyo, na teki yenu imekuwa vipi? Asante sana. Waswahili wanasema mambo uja na kwenda, sasa kinachobaki ni historia. Lakini kuhusisha mambo ya usawa wa kijinsia kwa maana ya gender equality na mambo ya magharibi inakuwa si sawa kabisa, si kweli, kwa sababu zifuatazo. Kwa kutumia ushahidi sasa wa kihistoria, hapa nchini kuna mtafiti mmoja anaitwa Hans Kohli. Hans Kohli amekuja zamani baada ya utawala wa Wajerumani kuwa wametoka nchini na wamekuja Waingereza. Yeye amefanya tafiti kubwa sana juu ya jamii zinavyoishi na mifumo ya kiutawala. Kati ya mambo aliyoyafanya, aligundua mifumo miwili ya jamii katika ukanda huu wa Tanzania. Kwa sababu kwa wakati ule ilikuwa inatawaliwa ikiwa ni Dosh, East Africa, kwa maana ya Rwanda, Burundi na Namibia ya sasa. Lakini baada ya Wajerumani kuwa wameondoka, wamekuja Waingereza, wanatafuta mifumo ya kisheria itakayotumika kuongoza. Sasa wanamleta mtaalamu wa sheria za kitamaduni azunguke ili eneo la Tanganyika. Kwa wakati huo amegundua mambo makubwa yafuatayo. Jambo la kwanza, amegundua kwamba nchi hii ina mifumo miwili. Mfumo wa kwanza upo katika jamii ambazo zina mfumo dume, lakini zipo jamii nyingine kwa idadi kubwa ina mifumo jike, na wanawake katika jamii zile wanafanya mambo ya kiutawala, wana nguvu na wanaendesha shughuli nyingi sana za kijamii. Jamii tunao wa Mwera, tunao wa Luguru, wa Morogoro, tunao wa Makonde, wa kule Mtwara na Lindi na nyingine ambazo zipo. Sasa zile kwa sababu zipo nadharia nyingi, lakini ni kweli kwamba mfumo wa kiutawala na mwanamke kuwa na nguvu unatoka katika bara letu la Kiafrika, isipokuwa namna ulivyokuja na namna unavyotumika ndo kuna changamoto, na baadaye nitaeleza changamoto yake ni nini. Subiraga, umekula chumvi kidogo kuliko sisi wawili. Tuambie kihistoria, swala ama ajenda ya usawa wa kijinsia ilikuwepo tangu zamani, ama ni kweli kama baadhi ya watu wanavyosema ni ajenda ya kimagharibi? Asante, nashukuru. Naweza kusema kabla ya ukoloni usawa wa kijinsia ulikuwepo. Lakini baada ya wakoloni kuingia, tuliona mfumo dume ukitawala sana, kuonekana kama mwanamke yuko chini kuliko mwanamke. Lakini kwa sababu nimekuja hapa pia nikiwakilisha
dini ya Kikristo, kwa maana nikiakilisha masuala ya dini kutoka katika kanisa la Moravian. Sisi tunaamini sana katika Biblia inasemaje. Ninaamini hata dini zingine zinaamini maandiko ambayo wanayatumia kwenye dini zao. Sisi kama Biblia tunaamini kwamba binadamu wote ni sawa. Tukiangalia katika kitabu cha Mwanzo 1:27 inasema sisi wote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo kama sisi wote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, maana yake mwanamke, ukimtazama mwanamke unaona mfano wa Mungu, ukimtazama mwanaume unaona mfano wa Mungu. Lakini pia Mwanzo wa Korintho wa kwanza, kama sikosea, Korintho wa kwanza 11:11 inasema hakuna mwanamke pasipo mwanamume, na mwanamume pia hajakamilika pasipo mwanamke. Kwa hiyo tunaamini kwamba watu wote ni sawa. Kwa hiyo ambacho tunasisitiza kwamba watu wakiishi katika maandiko ya imani zao wanazoziamini, wakafuata maandiko jinsi yanavyosema, tunaamini kwamba tutaona kwamba kila mtu ni sawa na mwenzake. Hakuna atakayemkandamiza mwenzake kuona hayuko sawa. Kwa hiyo baada ya ukoloni sasa, baada ya uhuru niseme, sisi kama Watanzania au kama Waafrika, mimi nimeona kwamba usawa upo. Nikiangalia upande wa wanawake, maandiko walikuwa nakandamiza, kinaona fursa zipo. Kiangalia madaktari, unakuta tuna madaktari wanawake. Kwenye uongozi, ninaona nafasi za uongozi za wanawake zipo, na hata Watanzania ni mfano halisi, tukijivunia hata rais kuwa mwanamke. Kwa hiyo ninaona kama hizi fursa, ule mfumo dume unapotea, fursa zinakuja sawa, watu wanaendelea kupata elimu kwamba binadamu wote, kwamba mwanamke na mwanamke na mwanamume wote tuko sawa. Kwa hiyo ninaamini kwamba usawa upo kwa sasa. Swali langu la msingi Subiraga ilikuwa ni kwamba enzi hizo zamani za ukoloni kama unavyosema, hali ilikuwa vipi na tumefikaje hapa pa kusema kwamba ajenda ya usawa wa kijinsia ni ya watu wa magharibi? Enzi hizo zamani, mimi ninavyojua kwa zamani ambao nilikuwepo mimi, ninaona kama usawa ulikuwepo, kwa sababu ninaona wanawake walitumiwa sana kama washauri wa machifu. Walikuwa chifu akitaka kushauriwa basi wanawatumia wanawake, wanakuwa washauri wa machifu. Waliwatumia wanawake katika kuelimisha mabinti, waliwatumia wanawake katika kutunza chakula. Kwa hiyo mwanamke alikuwa pia anapewa nafasi kubwa zaidi kuliko wanaume. Tulishia pazuri sana Justinian kwamba hii ajenda ya usawa wa kijinsia imekuwepo toka enzi na enzi, lakini tatizo ni tafsiri yake na namna tumeibeba hivi sasa. Tuendelee kutokea hapo. Tukitoka hapo kwamba kwa sababu tutajiuliza maswali pia kwamba kwa nini ilipotea? Kwa nini wanawake tena walihitaji kuinuliwa tena kama kwa sababu waliwahi kuwa juu? Nitaeleza pale. Nianzie hapo alafu nije nijibu hizo hoja mbili. Sasa ukiwa una ndio shida kwamba pia muda ni mchache. Lakini jambo la kwanza kwamba harakati hizi zilivyokuja huku kwetu ilitokea shida ya mapokeo na njia zilizotumika kuja kuwafundisha hawa wanawake kuwa empowered. Tutakubaliana wote kwamba mafundisho ya kwanza yalikuja vibaya na wanawake walipokea vibaya. Kama mafundisho gani? Mafundisho ya kumempower mwanamke. Yale ya Beijing? Yale ya tukianzia yale ya Beijing na nini, sisi tulivyopokea the reception ya mafundisho ilikuja kama mapambano dhidi ya mwanaume. Na bahati mbaya sana ikatuletea shida hata kwenye jamii, wanaume wakawa wanakataa na hawakubali kwa namna ilivyokuja, kwa sababu wao hawakuhusishwa. Kumbe katika kumuinua mwanamke hatuwezi kumkwepa mwanaume. Kwa hiyo yale mafundisho yalikuja yakiwalenga wanawake zaidi, na wanawake walivyojua, kwa sababu mwanamke ni kiumbe hatari sana, mwenye nguvu kwenye jamii, na alipojua vile, kwa hiyo akawa anaona kumbe naweza nikafanya hiki. Kwenye kuelewa hilo, wanaume ndio wakasema hii sasa sio ya huku, hii sio nzuri. Lakini sasa tuone historia ya kumkomboa mwanamke kwetu imeanza lini. Mwaka 1400 kuna mwandishi mmoja ameandika The Book of the City of Ladies, yuko huko nchini Uingereza. Ameandika akiaddress mambo makubwa ambayo wanawake waliondolewa. Na inaaminika kwamba mwanamke zamani alikuwa na hivi vitu tunavyovitafuta leo, lakini baada ya kuona ana nguvu kubwa katika jamii, viliondolewa kwa mkakati maalum wa kumpunguza nguvu. Yule mwandishi wa kitabu cha zamani, kwa sababu vitabu vya zamani ndivyo vinavyotuhakikishia,
kwamba haya maandiko sio ya leo hii, pengine wamewekea vitu vingine na tofauti, kwamba kilichotokea wanaume waliona hapana, huyu mwanamke analeta kiumbe duniani, kwa maana ndiye anayezaa mtoto, lakini huyu mtoto anakula chakula cha mwanamke kwa kipindi kadhaa, maana yake anakaa na yule kiumbe miezi 9. Kikitoka ndani kile kiumbe kinanyonya maziwa yake. Wakasema huyu mtu miaka miwili, akasema hiki kiumbe kitakuwa kina nguvu sana. Kwa hiyo mkakati rasmi ukafanyika wa kumkandamiza huyu mwanamke. Ulikuwa na jina? Mkakati haukuwa na jina kwa sababu ni nadharia za uandishi. Kwa hiyo baadaye wakasema huyu apunguzwe nguvu kwa sababu anaweza akaleta hatari. Kwa hiyo ndio baadaye sasa mwanamke ikawa kwenye jamii asifanye shughuli fulani, asifanye shughuli fulani, na mwanamke akawa anaonekana sasa afai katika jamii. Mwaka 1900 kuna kitabu huwa tunaita The Masterpiece, ameandika Nance Scott, mwanaharakati wa Kiingereza. Alikuwa na demand kitu kinaitwa universal adult suffrage, akiwa anadai haki ya kupiga kura kwa wanawake wote nchini Uingereza. Na hicho ndio kitabu kimeleta mapinduzi makubwa hata huku kwetu nchini. Hapa kwa Tanzania, kwa ufupi kabisa kihistoria, ukombozi wa mwanamke umeanza kabla ya uhuru, na harakati, kama kuna mtu amefanya kazi kubwa ya kumkomboa mwanamke ni Mwalimu Nyerere. Akiwa chuoni bado mwanafunzi Makerere, aliandika kitabu chake cha kwanza kinachoitwa The Women Are Eagles Not Chicken. Kile kitabu akiwa anaelezea na kutafuta maneno kwenye Biblia akiyanukuu, anasema wanadamu wote wameumbwa na Mungu na wanatakiwa kuheshimiwa. Baadaye mwaka 1958 Jury Manning, huyo sasa ndiye anabadilisha historia ya Tanzania nzima. Jury Manning, mwanafunzi wa kwanza kusoma sekondari mpaka chuo kikuu. Mwaka 1951 anahitimu degree yake ya sheria na kuwa mwanamke wa kwanza kupata degree nchini. Mabadiliko yakaanzia pale. Baadaye alifanya kazi nyingi akiwa jaji wa mahakama kuu, baadaye mahakama ya rufani, akawa waziri na kadhalika. Tumepiga hatua kiasi gani kwenye mapambano ya usawa wa kijinsia? Hatua ni kubwa. Kwa mfano, hata kwenye kanisa hapa nchini Tanzania, Afrika Mashariki kati na kusini, mwanamke wa kwanza kuwa mchungaji wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri anatoka hapa nchini na yuko kule kaskazini magharibi, anaitwa Maris Kabugumile. Sasa hivi tafuteni idadi ya wanawake waliopo wanafanya kazi za kiibada. Lakini tuangalie kuanzia mwaka 1958 mwanafunzi wa kwanza wa kike anahitimu elimu ya sekondari mpaka anafika chuo kikuu. Tuangalie leo sasa kwenye jamii zetu tuna wanawake wangapi? Mpaka tuna mkuu wa nchi. Lakini pia kuna wanawake wengine wakubwa waliokuwepo, wakina Liti Kidanka wa Singida ambaye alifanya mambo makubwa. Mwanamke wa kwanza kurusha drones akishambulia maadui wa Jerumani. Drones ilikuwa ni nyuki za kipindi kile. Kwa hiyo kwa wakati huu tunaweza tukakubali hatujafika tunapotakiwa kufika, lakini kuna hatua ambayo tumepiga hatua. Mimi naona tumepiga hatua kwa kiwango kikubwa sana. Kama nilivyosema, nimeona fursa nyingi kwa wanawake kwa sasa. Fursa ni nyingi tofauti na zamani. Nafikiri mwenzangu ameongea. Kama mnavyoona wachungaji ni wengi, bahati nzuri natoka kwenye makanisa tuna wachungaji wengi sana wanawake. Tofauti na zamani, na kwenye uongozi tumeona wanawake ni wengi sana. Tunashuhudia wanawake kushika ngazi kubwa za uongozi ambazo hazikuwepo hapo zamani. Kupata maspika wa bunge, kupata rais, kwanza kitendo cha kupata rais mwanamke. Na kwa kweli nimpongeze rais wetu. Ni mwanamke ambaye ni jasiri sana. Wote tunaona jinsi ambavyo anapambana mpaka kupata hiyo nafasi. Kwa kitendo cha kupata hiyo nafasi naona tumepiga hatua kubwa sana. Lakini tunao madaktari wengi, tukiangalia ofisi nyingi zimeajiri wanawake. Ukiingia kwenye masekretari wengi unakuta ni wanawake, mabinti, wahasibu wengi, mashirika mengi yameajiri wahasibu wanawake. Kwa hiyo naona kama tumesonga, tuko mbele sana. Justine, naamini licha ya kwamba tumepiga hatua kubwa, bado tuna changamoto ambazo zinatukabili. Niambie kwa kifupi. Changamoto zipo. Kwanza moja ni mapokeo. Mapokeo, namna tulivyopokea haya mafundisho na hizi campaigns za women empowerment. Bado kama tunavyojadili hapa, wengi kabisa
wanafahamu kabisa hii dhana haikuwahi kuwepo hapa nchini. Na pengine nieleze kidogo kwa ufupi kwamba sababu zilizomfanya mwanamke akandamizwe inahitaji kuinuliwa tena, kwa sababu tumesema alikuwa na nguvu kule. Kuna sababu kubwa. Ya kwanza ilikuwa ni ujio wa dini za kigeni hapa kwetu, ambapo ujio wa dini za kigeni ni hizi Kiislamu, za Kikristo, kwa maana ya kwamba namna ya utafsiri wa maandishi wa sasa hivi kitaalamu wanaita misreading theology na misinterpretation of the biblical text zinaleta shida sana na Qurani pia na namna tunavyotafsiri na kuishi, lakini kwa sababu pengine inabebe, kwa sababu ina unafuu kwa jinsia nyingine, pengine ni hivyo. Lakini la pili kabisa lilikuwa ni ukoloni, kwa sababu ukoloni ulipokuja ulikuwa ni physical based production kind of economy. Kwa hiyo mwanamke hakuwa na jukumu kubwa sana la kufanya kazi, kwa sababu asingeweza kubeba vitu, asingeweza kupambana kwenye jua kali. Kwa hiyo ukoloni ukamuondoa mwanamke katika uzalishaji kabisa, akawa ameondoka. Kwa hiyo wakamweka mwanaume kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuzalisha kutokana na nguvu alizonazo. Lakini jambo la tatu hapa nchini kilichosababisha ni sheria zetu baada ya uhuru. Na nieleze kidogo kabisa kwa ufupi. Mwaka 1963 baada ya uhuru, serikali ilitaka kutengeneza sheria ya kitamaduni inayoyaunganisha makabila yote nchini. Miongoni mwa sheria walizozitunga ilikuwa ni sheria inayoitwa the Local Customary Declaration Order. Sheria ile na maudhui yake na sheria zilizotumika, walitumia sheria zinazopatikana katika jamii za Kitanzania za mfumo dume, na zile jamii za mfumo jike katika utunzi wa sheria hazikuhusika katika utunzi wa sheria hii. Kwa hiyo na ile sheria nafikiri ni hatari zaidi tunavyoendelea kusogea, kwa sababu zipo. Kama sheria gani unadhani hiyo sasa ni hatari? Hiyo Local Customary Declaration Order. Kwa sababu mwaka 2010 kulitokea shauri ambalo shauri lile mahakama ilisema wazi haiwezi kubatilisha nullification au kudeclare unconstitutional customary law, kwa sababu sheria ya kitamaduni inatambulika kama dini ya watu. Kwa hiyo hata bunge, hata mahakama haiwezi kaondoa uhalali wa sheria ya kitamaduni kwa sababu zipo kwa watu. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, hizo ni changamoto ambazo tunazo, mapokeo ya watu, na changamoto nyingine pia lazima tukiri wazi, zipo kwa baadhi ya wanawake wanaokuwa empowered, wanageuka kuwa picha mbaya kwa wanawake wengine ambao bado hawajaa. Bado kuna wengine wanaotumia vibaya wakiwa nisemeje, very violent. Lakini pia wanawake wenyewe ambao wako empowered ndio wanafanya vitendo vya kikatili pia vya kuwadogoisha watoto wa kike, wana madanguro, wanawauza, wanaleteleza mambo mengine yasiyofaa, wanajihami na wako tayari kupambana zaidi ya kuleta mapatano na wananchi, kuishi vizuri katika jamii, lakini wanakuja kimapambano zaidi. Na kingine cha hatari zaidi ni kwamba kumwezesha mwanamke imegeuka sasa, baadhi ya wanawake wameipokea kama mapambano dhidi ya wanaume. Kwa hiyo wanahitaji kukandamiza wanaume kabisa wasionekane. Lakini tunachokitafuta ni uendelevu, kwa maana ya nini, ustahimilivu, kwa maana ya sustainability kwenye jamii. Subiraga, unadhani changamoto tunazokabiliana nazo ni zipi? Changamoto tunazokabiliana nazo, watu wengi sana hawana elimu ya kutosha. Na baadhi nafikiri maeneo na zaidi ya vijijini unakuta wengi bado wana zile mila potofu. Kuona kama usawa hauko, mwanamke kuendelea kumkandamiza. Kwa hiyo mimi naiona changamoto kubwa sana ni elimu. Watu wapate elimu ya kujua kwamba watu wote wako sawa. Muda unatupa mkono, lakini tuzungumzie kidogo swala zima la dijitali. Limekuja na mambo mengi, lakini pia tuna ukatili wa kijinsia kwenye majukwaa ya kidijitali na mitandaoni. Justine, nianze na wewe. Unadhani swala zima la mabadiliko ama mapinduzi ya kiteknolojia yamechangia kwa kiasi gani swala zima la ukatili wa kijinsia, na yameathiri vipi swala zima ama theory nzima ya usawa wa kijinsia?
Asante sana. Kwanza, mapokeo haya bahati mbaya sana kwa nchi nyingi za Kiafrika tuliyapokea bila maandalizi. Hiyo ni changamoto ambayo inatukabili sote, kwamba katika kuanza kutumia mitandao ya kijamii hatukuwa trend. Ni kitu ambacho kwa lugha sijui kama ni maneno mabaya tumeibaka. Sasa katika kufanya hivyo, katika unajua na changamoto kubwa kwamba mara nyingi kinachotumika na wengi huwa kinashawishi, na pia huwa tunasema usahihi ni wingi, kitu kinachokubalika ni wingi. Kwa maana hiyo sasa, katika jamii zetu tumejikuta wote tunapenda mitandao bila kuwa na speed governor. Changamoto yake tumejiingiza kwenye matatizo makubwa, na matatizo makubwa mengine yanafanyika pasipo kujua. Tuna wamama vijijini, unakuta sasa amefurahia siku hiyo na bwana wake, ameamua tu kurekodi, lakini ana nywila ya kuzuia. Kwa hiyo mengine yanayofanyika unakuta imeingia kule mbali mitandaoni, lakini kumbe nia yake ilikuwa ni kufurahia na mwenzi wake na isitoke, lakini mwisho wa siku inatoka. Kwa ufupi ni kwamba tumepokea matumizi ya mitandao, lakini yana changamoto. Vijana wadogo ambao hawajui namna hata ya kucontrol wako pale wanatumia mitandao hii ya kijamii. Tuna sasa na wazee ambao hawajui kabisa, ni sio Gen Z sio nini, wako kule na wao unamkuta yupo anafanya vile. Kwa hiyo na yenyewe lakini imetusaidia kwa namna nyingine, kwa sababu kuna matukio isingekuwa ni leakage za mtandao pengine tusingelijua. Lakini kwa ufupi tunahitaji kupata elimu ya matumizi sahihi, kwa sababu vijana wanadhalilishwa kwenye mitandao na inaendelea kutumika kwa kasi kuonekana sasa ni kawaida. Issue ya pornography, issue sasa hivi kuna live za TikTok, watu hawasubiri kabisa, wanaweka tu kidogo, na kijana mdogo ambaye akili yake haijakaa sawa, hajakomaa, atahitaji kufuatilia. Kwa hiyo tunahitaji kupata speed governor na elimu juu ya matumizi ya kimtandao. Subiraga, unasema nini kuhusiana na athari za mitandao ya kijamii kwenye harakati za usawa wa kijinsia? Athari kama nilivyosema kwamba kinachotakiwa ni elimu zaidi. Elimu zaidi katika jamii, kila mtu akiwajibika, akitambua nafasi yake kwamba mimi ni nani kwenye jamii, kwa nafasi yoyote, na akaendelea kutoa elimu kwa vijana wetu, nafikiri tutakaa sawa. Kwa hiyo kama wazazi ambao umeshakuwa kwenye mazingira tofauti kabla ya mitandao mpaka hivi sasa, unawaambia nini watoto na vijana? Kwa kweli ninachotamani kuambia vijana wangu, natamani sana kwamba wawe makini na matumizi, watumie kwa kitu ambacho wanaona kweli ni cha muhimu. Mitandao ni mizuri na imeletwa kwa nia njema, tatizo ni namna gani unavyoitumia. Wao wakizingatia matumizi mazuri watakuwa sawa. Sasa hivi tunakuta vijana wengi wengine wamefungwa kwa sababu ya matumizi mabaya na hakujua, baadaye akishatambua anajutia. Lakini wakienda kusimama vizuri na wakaelewa matumizi ya mitandao, kama anatumia, kwa mfano ni mwanafunzi anajua nipewa hii simu au mtandao kwa ajili ya kutumia kusoma, asome, lakini asitumie kitu kingine tofauti. Na wengi wameathirika kwa sababu hawajui matumizi, wana mihemko namna ya kutumia. Na washauri kwamba wazingatie, wajue kwamba mitandao ni kwa ajili ya nia nzuri na si nia mbaya. Justine, tumalize na wewe. Tunatokaje hapo kwenye changamoto tulizonazo ili harakati hizi zisiendelee kuwa na madhara chanya na tusiendelee kusema haya ni mambo ya magharibi? Moja, elimu itolewe na watu wafahamu, kwa sababu tuna kundi kubwa la watu wasiofahamu. Na pia elimu hii tuitoe mjini, tuipeleke vijijini ambako kuna watu wengi wasiokuwa na taarifa sahihi. Unajua kuna watu wanapata taarifa lakini hawapati taarifa sahihi. Kwa hiyo tuiondoe kukaa hapa mjini tukakaa na viongozi wa dini, tunasema viongozi wa dini wamekubali. Kuna dini nyingine ya kitamaduni. Tuna watu wengi ambao bado hawajapata taarifa. Lakini pia mapokeo na namna ya ufanyaji kazi kwenye hizi ziwe ni African traditional centered. Iwe ni on the global stage, lakini tunafanya kwa mujibu wa maandiko yanavyosema, lakini tufanye
kwa mujibu wa tamaduni zetu, tukileta usawa, tufanye localization. Ya hivyo vitu ambavyo vinafanyika. Asante sana Justinian. Leo kwa kimombo tunasema tumefanya time travel. Tumeanzia nyuma kabisa kujua mapambano haya yametoka wapi, lakini tumepata mafanikio gani, changamoto zikoje na nini kifanyike ili siwe kwamba haya mambo ya wazungu hayo, sivyo? Asanteni sana kwa kuungana nasi hapa Digital with Imani leo, na asanteni sana kwa michango yenu, na natakieni kila la heri. Asante. Mimi nakupa jina jingine, binti mwema. Kwa nini binti mwema? Basi wewe ni mwema. Asante sana. Tunashukuru sana kwa kazi nzuri. Asante sana. Asante sana. This is Dig It with Imani, the podcast.